Mgeni rasmi, sijui nitumie neno gani zuri, mwanangu, kijana wangu, Mheshimiwa Athmani Nyamrani, makamu wa rais wa chama cha mpira wa miguu nchini TFF, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam DRFA, mwanangu Lameck Nyambaya, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha soka Ubungo Carlos, makamu mwenyekiti wa chama cha soka DRFA, viongozi mbalimbali wa vyama vya mpira wa miguu vya wilaya yetu katika mkoa wetu wa Ilala, mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nisamehe kwa kutaja Ilala kwa sababu nimeitumikia sana, inakuwa bado iko kwenye kichwa changu. Viongozi wa ESCOM ya chama cha soka cha Ubungo, viongozi wa vilabu ambao ni wajumbe halali wa mkutano huu mkuu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Awali ya yote, ningependa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kukutana leo hapa katika mkutano wetu mkuu wa chama cha soka cha Ubungo UFA kwa malengo ya kuzungumzia mpira wetu Ubungo, lakini kwa ujumla wake kwa Dar es Salaam. Nianze tu kwa kukushukuru sana mwenyekiti wa chama cha soka cha wilaya hii ya Ubungo, mwanangu Carlos. Kusema kweli, watu wengi wameshaongea. Kwa muda mfupi ambao umeingia madarakani, umeanza kutuonyesha nuru njema katika wilaya yetu hii ya Ubungo, kwamba tutegemee mazuri zaidi huko soni. Na hili mwenyekiti, ni kuombe sana kwamba moyo huu ulionao basi usichokee upepo ukakuvuruga, bali uendelee nao ili Ubungo izidi kung'ara na izidi kusogea mbele zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti wa Ubungo, kabla mkutano huu ulituita pale Kinesi pale, walikuwepo watu mbalimbali mashuhuri, na dua kubwa ilifanywa pale kuiombea Ubungo yetu ili ije katika hali nzuri, iweze kufanya maendeleo zaidi makubwa. Na mengi ya dua pale zilizofanywa, palikuwepo na watu wazito kwa imani za kidini. Alikuwepo pia mpaka Ustadhi Hamisi Mataka pale, na alifanya dua kuombea Ubungo na mkutano huu. Leo matunda yake tunayaona, watu wamekutana hapa wanazungumza maendeleo ya mpira. Hawazungumzi leo wamfukuze nani au wamweke nani madarakani, bali hapa watu wanazungumza maendeleo ya mpira wao wa Ubungo. Hili ni jambo zuri. Kwa hiyo mwenyekiti, tunakuomba na tunakuombea kwa Mungu, nguvu hii ulioingia nayo basi uendelee nayo, ili nirudie kusema Ubungo tuendelee kupata maendeleo katika wilaya yetu, mpira uchezwe, watu wafurahi kuona Ubungo yao inaendelea. Hatimaye tufike siku Ubungo iwe na timu ya Premier League, na hili linawezekana.
naomba tu mwenyekiti na kamati yako ya ESCO kwa ushirikiano wa vilabu vya Ubungo ili mlisimamie, na kwa uwezo wenu na kwa uwezo wa Mungu tunaweza tukafika huko. La pili, nikupongeze pia mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yetu kijana wetu Lameck Nyambaya, kwa kazi nzuri inayofanyika. Ukiona mazuri haya yanafanyika, maana yake nyuma kuna uongozi ambao unasukuma haya mazuri yafanyike. Bila uwepo wako, ina maana pia mambo haya yasingeweza kufanyika. Kwa hiyo mwenyekiti, nikupongeze sana kwa kazi nzuri na Mungu atakusaidia zaidi. Lakini nikukumbushe tu mwenyekiti, tulipokuwa Temeke kwa mwenyekiti wetu Kamtande, nilipopata nafasi kama hii, niliwaomba wanatemeke na viongozi waliokuwepo pale, nikasema jamani, muombeeni dua huyu mtu ana lake. Na jambo hilo lilifanyika pale, na mwenyekiti nadhani atakuwa shahidi. Sikulisema jambo gani, na tulipokuja kwenye dua iliyofanywa Ubungo nilirudia neno hili, na kuna kiongozi akaniuliza unapiga debe? Nikasema hapana. Unaona, mimi kama mkaazi wa Dar es Salaam nina interest na Dar es Salaam. Dar es Salaam ikiwa inafanikiwa kwenye mambo yao, mimi huwa naweza nikachekea. Tofauti yangu tu, mimi huwa nacheka hadharani. Kuna wengine huwa wanapenda kwenda kucheka chooni, mimi huwa nacheka hadharani, unaona. Kwa hiyo nililiomba tena hili kwenye dua pale na ililifanyika, lakini taarifa ambazo ninazo, zile dua mbili, kama nusu ya ile dua tayari majibu yameshapatikana. Kilichobaki ni kudura ya Mwenyezi Mungu ambayo sisi hatuna uwezo nayo, lakini bado tutamlilia Mwenyezi Mungu ili nalo hilo lipite, ili ile heshima ya Dar es Salaam irudi Dar es Salaam tena, ili mpira uweze kuendelea. Sasa kutokana na haya basi, nikuombe mwenyekiti wa Dar es Salaam, nikuombe sana sana sana, na naliomba jambo hili hapa hadharani. Hawa Ubungo hawa wana jambo lao, na mimi na imani jambo lao walionalo Ubungo, mwenyekiti, utakuwa limekufikia, na kwa uwezo ambao unao na uwezo ulionao na busara ulizonazo, jambo hili unao uwezo wa kulimaliza. Wasaidie Ubungo, wasaidie Ubungo jambo lao, ili Ubungo nayo isogee. Hili ninakuomba kama mwenyekiti wa Dar es Salaam, na Ubungo ni sehemu yako ya Dar es Salaam, una haki ya kuwasaidia, na kuomba sana wasaidie Ubungo ili hili jambo liende vizuri, hatimaye na wao wakae vizuri. Mwisho kabisa, ni kushukuru Rais wa chama cha mpira nchini ndugu yetu Athmani Nyamrani kwa kukubali mwaliko kama huu wa wilaya kwa levo ambayo upo huku, wala usingehangaika nako, lakini ninavyokujua unahangaika kwa sababu una interest na mpira, na mpira haupo tu juu, mpira uko mpaka chini.
Kwa hiyo unakubali kupoteza muda wako, unakubali kuacha shughuli zako zingine muhimu ili uje ushirikiane na sisi, utupe mawili matatu ya msingi ili na sisi tufarijike na tuweze kuyatumia hayo ambayo utakayotueleza. Lakini mgeni rasmi, mimi nakuomba usichoke. Unapopata mialiko kama hii ya kwetu ya chini huku, ili unapokuja kwetu sisi inakuwa ni faraja, tunapata kufurahi na tunapata kusikia mazito kutoka kwako ambayo yanatusaidia katika kuendeleza mpira huku katika wilaya zetu. Baada ya kusema hayo, ni kushukuru tena mwenyekiti wa chama cha Ubungo kunipa nafasi kuzungumza na hadhara hii muhimu. Asante sana.